Kwenye kudokoa taarifa ikajulikana kwamba mmiliki wa magari ya Abood ambaye pia ni mmiliki pia wa Abood FM kwamba inasadikika ameweza kumsponsor kijana Harmonize, na hatuwezi tukalaumu sana na isiwe tatizo ama chachu ya kumuona Harmonize kwamba hana pesa. Hapana, unafahamu kabisa kwamba kumiliki redio kidogo inahitaji moyo, inahitaji mkwanja wa kutosha, na kupata sapoti kutoka kwa wakulungwa ama wakubwa ni jambo la kawaida. Sema ni kwamba kutoka kwa rafiki zetu, majirani zetu ambao ni Wasafi, kuna baadhi yao wameshaanza kukunja baada ya kusikia taarifa kwamba Harmonize lengo lake la Tandaimba FM linaenda kukamilika. Kama unavyofahamu kwamba Tandaimba FM ni kama zawadi ambayo Harmonize anaenda kuitoa kwa wananchi wa Mtwara, na itakuwa ni fursa kwa wafanyabiashara ambao itakuwa ni rahisi sana kutangaza biashara na redio yao ambayo ni ya Tandaimba FM. Ukiangalia pia ni sehemu ambayo ya kujitangaza kwa wasanii ambao wanajitafuta kutokea Mtwara, kama kupromote nyimbo zao, lakini pia na mambo kadha wa kadha. Kwa nafikiri idea na IQ ambayo Harmonize anaitumia kwa wakazi wa Mtwara ni kitu ambacho hakijawahi kutokea hapa nchini Tanzania. Unaweza kaniambia ni msanii gani ambaye kalipa fadhila ama zawadi ya kupelekea redio katika mkoa wa kwao? Ukiangalia Diamond Kigoma hakuna kitu. Yaani labda pengine ningesikia kuna Kigoma FM ningeona kabisa kwamba kweli akili zimo. Kina kwa Rayvanny sijaona Rayvanny akianzisha Mbeya FM. Yaani moja kwa moja pia nahisi kwamba Harmonize idea yake na IQ ambayo anaitumia kwa wakazi wa Mtwara ni kitu cha kipekee sana. Hivyo ukunje usikunje, unune usinune, uchukie usichukie, ila mwamba kwa sasa na deserve kupewa credit zake. Harmonize, shout out sana kwa Makonde ambaye pia ameweza kujitambua kwenye hii issue ya kutoa zawadi kwa wakazi wa Mtwara. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Hapo ni Hatboy Media Mastermind, msanuaji kama msanuaji hapa.